Hansel na Gretel. Kando ya msitu mkubwa na wenye giza, kulikuwa na kibanda kidogo cha mbao ambapo aliishi mkata kuni maskini pamoja na watoto wake wawili, Hansel na Gretel. Siku zao zilikuwa za kawaida na tulivu, lakini mara kwa mara kicheko kilipasha joto nyumba yao ndogo ya unyago. Lakini njaa kubwa ilienea katika nchi yote, na kila kabati ndani ya kibanda kile kilianza kuwa tupu polepole, siku baada ya siku. Usiku baada ya usiku, watoto walilala wakijiuliza kama bado kutakuwa na mkate wa kuangoja asubuhi. Jioni moja ya baridi, mkata kuni alikaa mezani kwa huzuni na kuvuta pumzi nzito huku akiangalia kabati tupu. Hatuna chochote kilichobaki, alinong'ona kwa huzuni. Hivi karibuni tutakufa kwa njaa. Macho ya mke wake yalikuwa makali aliposema kuhusu mpango mbaya wa kuwapeleka watoto ndani kabisa ya msitu na kuwaacha huko. Baba maskini alitetemeka kwa wazo hilo, lakini mwanamke huyo mkatili hakutaka kuachana na wazo hilo baya. Ingawa nyumba ilikuwa kimya, Hansel na Gretel walikuwa bado macho gizani. Hansel alikuwa amesikia kila neno lililosemwa na mama yao wa kambo katika chumba cha giza nyuma ya mlango. Gretel alianza kulia polepole, akiogopa hatima mbaya iliyokuwa inawasubiri. Usijali, Hansel alinong'ona kwa upole. Nitapata njia ya kuturudisha nyumbani tena. Nyumba ilipokuwa kimya kabisa, Hansel alitoka nje polepole chini ya mwanga wa mwezi wa fedha. Karibu na nyumba kulikuwa na kijito kidogo kilichotiririka kwa utulivu, na kando yake kulikuwa na kokoto nyingi nyeupe zilizong'aa taratibu chini ya mwanga wa mwezi. Hansel alikusanya kokoto hizo moja baada ya nyingine na kujaza mifuko yake, huku mpango wa busara ukijitokeza akilini mwake. Alipokusanya za kutosha, alirudi kimya kimya ndani ya nyumba na kulala tena kando ya Gretel. Asubuhi iliyofuata, mama yao wa kambo aliwaamsha mapema na kumpa kila mtoto kipande kidogo cha mkate. Wote kwa pamoja walitembea zaidi na zaidi ndani ya msitu ambapo miti mirefu ilizuia mwanga wa jua. Walipokuwa wakitembea, Hansel aliangusha kwa siri kokoto nyeupe njiani nyuma yao. Hakuna aliyeona njia ile tulivu iliyong'aa polepole ardhini mwa msitu. Hatimaye baba yao alisimama katika uwanda mdogo na kuwasha moto, akiwaambia watoto wabaki wapate joto huku yeye akienda kukata kuni. Hansel na Gretel walikaa karibu na moto wakisikiliza sauti hafifu ya shoka kutoka mbali. Lakini sauti hiyo haikutoka kwa baba yao, bali kutoka kwa tawi lililokuwa likiyumba polepole kwa upepo. Hivi karibuni waligundua kwamba wameachwa peke yao ndani ya msitu mkubwa. Mwezi ulipopanda juu angani, Hansel alimshika Gretel mkono kwa upole. Kokoto nyeupe zilimeta njiani gizani kama mstari wa taa za fedha. Usiku wote walifuata mawe hayo yanayong'aa kupitia msitu. Hatimaye asubuhi ilipofika, waliona paa la nyumba ya baba yao lililokuwa wanajua. Kwa muda mfupi familia iliungana tena, na watoto walifurahi kurudi nyumbani. Lakini njaa ilizidi kuwa mbaya zaidi kuliko hapo awali, na chakula kilizidi kupungua. Kwa mara nyingine mama wa kambo alinong'ona mpango wake mbaya usiku wa giza. Wakati huu alisisitiza kwamba watoto wanapaswa kupelekwa ndani zaidi ya msitu. Hansel alijaribu kukusanya kokoto tena, lakini mlango ulikuwa umefungwa usiku huo. Hivyo alipasua kipande chake cha mkate kuwa chembe ndogo ndogo. Walipokuwa wakitembea msituni, aliangusha chembe hizo njiani. Alitumaini kwamba zingewaongoza salama kurudi nyumbani tena. Usiku ulipofika tena, Hansel alitafuta njia ya chembe za mkate alizoacha. Lakini sakafu ya msitu ilikuwa tupu chini ya mwanga wa mwezi.
Ndege wadogo walikuwa wamekula kila chembe iliyoweza kuonyesha njia. Sasa watoto walikuwa wamepotea kabisa katika msitu usio na mwisho. Watoto walipokuwa wakitangatanga kwa huzuni kati ya miti, ndege mzuri mweupe alitokea. Wimbo wake mtamu ulionekana kuwaalika wamfuate kupitia msitu. Hansel na Gretel walimfuata hadi walipofika katika uwanda wenye mwanga wa jua. Hapo kulikuwa na kitu cha ajabu na cha kushangaza kilichokuwa kikiwasubiri. Katika uwanda huo kulikuwa na nyumba ndogo iliyotengenezwa kabisa kwa keki, sukari na mkate mtamu. Madirisha yalikuwa ya sukari angavu na paa lilionekana kama biskuti za dhahabu. Wakiwa na njaa na mshangao, watoto walianza kung'ata vipande kutoka kwenye kuta. Ghafla, sauti ya ajabu ilisikika kutoka ndani ya nyumba. Mwanamke mzee alifungua mlango na kutabasamu kwa wema wa kushangaza. Aliwaalika watoto wenye njaa ndani na kuwapa vitanda vya joto na chakula kitamu. Lakini wema wake ulikuwa ni kujificha tu, kwani alikuwa mchawi mbaya. Hivi karibuni alimfungia Hansel ndani ya kizimba na kumlazimisha Gretel kumtumikia. Kila siku mchawi alikuja kwenye kizimba na kumtaka Hansel anyooshe kidole chake ili ajue kama amenenepa vya kutosha kuliwa. Lakini Hansel mwenye akili alitoa mfupa mwembamba wa kuku, na mchawi mwenye macho dhaifu alinung'unika kwamba mvulana bado ni mwembamba sana. Hatimaye mchawi asiye na subra aliamua kumpika hata hivyo, na akamwamuru Gretel kuwasha tanuri kubwa. Akijifanya haelewi, Gretel alimwomba mchawi amwonyeshe jinsi ya kufanya, na alipoinama mbele, alimshinikiza kwa nguvu na kufunga mlango wa tanuri kwa nguvu. Hansel aliachiliwa kutoka kwenye kizimba na watoto walikumbatiana kwa furaha na nafuu. Ndani ya nyumba ya mchawi waligundua masanduku yaliyojaa vito na dhahabu. Watoto walijaza mifuko yao kwa hazina zinazong'aa, kisha walikimbia haraka mbali na nyumba ile ya kutisha ndani ya msitu. Baada ya kuvuka mto mpana kwa msaada wa bata mpole, Hansel na Gretel waliendelea kutembea msituni hadi miti ilianza kuonekana ya kufahamika. Hivi karibuni waliona kibanda kidogo cha baba yao kikiwa kimetulia kwenye ukingo wa msitu. Baba yao alikimbia kwa machozi ya furaha na kuwashika watoto kwa nguvu, akiwaambia kwamba mama yao wa kambo mkatili alikuwa amekufa wakati wao hawapo. Kwa vitu walivyoleta kutoka kwa nyumba ya mchawi, familia hiyo haikuwahi tena kuwa na njaa na waliishi pamoja kwa amani na furaha.